Ndugu mtazamaji, una uwezo wa kuanza na ufugaji wa bata ukiwa na idadi ndogo sana ya bata. Watu wengi wanakuwa wanaogopa, wanahisi kwamba ni lazima uweze kuanza ufugaji wa bata ukiwa na bata wengi, ili kusudi waweze kupelekea kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa. Lakini hapana. Leo nitakuelekeza ni mbinu gani ambazo unaweza kutumia ili kusudi utakapoanza ufugaji wako wa bata na idadi ndogo ya bata uweze kukua na kuweza kuwa na bata ambao ni wengi zaidi. Hivyo basi niweze kukusihi tu kuwa nami kuanzia mwanzo wa video hii ili kusudi uweze kujifunza ni vitu gani ambavyo inatakiwa uweze kuvifanya ili kusudi bata wako unapokuwa unaanza nao na idadi ndogo waweze kukua na kuweza kutimiza tija au kutimiza malengo yako ulionayo. Cha kwanza kabisa inatakiwa bata wako ulionao wale uweze kuwawekea mazingira salama pale unapokuwa wanapolala. Tunaamini kwamba bata wanalala katika banda au zizi. Kwa pale sehemu ya kulalia bata inatakiwa banda lako liweze kuwa zuri na liweze kuwa lina uwezo wa kupitisha hewa. Kama unaangalia katika screen yetu hapo, hiyo ndo banda letu la bata ambalo tunalo. Kwa ndio uweze kutengeneza banda la bata ambalo halipitishi maji, banda la bata ambalo linakuwa lina ukavu na ambalo linaweza kutengeneza joto na kubadilisha hewa. Hiyo ni siri kubwa ambayo bata wako wanaweza kukaa mle ndani bila kuathirika chochote na bila kuwa na shida nyingine. Na pia jitahidi sana banda lako linakuwa katika hali ya usafi ili kuepusha magonjwa ambayo yanaweza bata wakapata. Ukifanya hivyo bata wako watakuwa na afya iliyokuwa nzuri na hapo utapelekea bata wako kuanza kuzaliana na kukua ili kusudi kuweza kutimiza malengo ya kuwa na bata zaidi ya 1000. Na hii inawezekana kwani watu wengi sana wameweza kufanikisha kupitia mtaji mdogo wa bata waliokuwa nao. Watu wameanza kufuga bata wakiwa na bata 10 na leo wanamiliki bata 1000. Hii yote inawezekana. Na kitu kingine ambacho nitakuwa uweze kujua ndugu mtazamaji wangu ni kuhusiana na swala zima la mazingira ya lishe. Ili bata wako waweze kutaga vizuri na mayai yaweze kuwa imara na mayai yaweze kuwa na uwezo wa kuanguliwa na kutoa vifaranga. Hapo inatakiwa uweze kuzingatia swala zima la lishe. Kwani tunaamini kwamba bata ili waweze kuwa vizuri inatakiwa waweze kupata lishe na kuna mchanganyiko wa lishe ambayo inabidi bata waweze kupata. Kwenye upande wa lishe jitahidi sana bata wako waweze kupata pumba za mahindi, unazichanganya na dagaa, unachanganya na pumba za mahindi, pumba za mchele, unachanganya pamoja na mboga majani haya. Ila kitu kingine usisahau bata wanapenda sana maji. Kwa hiyo kwenye mchanganyo wa chakula hicho lazima pia uzingatie na maji. Hivyo kutengenezea mazingira hayo kiukweli ndugu mtazamaji bata wako watakuwa na afya iliyokuwa nzuri pamoja na lishe kwani afya bila kuwa na lishe ni kitu ambacho hakiwezekani, ni vitu ambavyo vinabebana. Lazima bata wako waweze kula vizuri ili waweze kuwa na lishe nzuri ambayo lishe itapelekea kuwa wao na afya nzuri. Ile afya itawasaidia wao katika kutaga mayai na kuwa na nguvu ya kuweza kukalia mayai kwa muda huo ili kusudi kuweza kuangua vifaranga na vifaranga vyako vitakuwa katika mazingira mazuri na kiukweli utaweza kutimiza malengo yako ambayo umeweza kujiwekea. Kitu kingine ndugu mtazamaji inatakiwa uweze kujitahidi sana kufuatilia kuhusiana na viroboto kwani bata wengi sana wanaathiriwa na viroboto. Kwa hiyo inabidi uweze kujitahidi sana kuweza kuwa unapulizia, unawekea hali ya kuweza kupulizia dawa viroboto katika banda lako ili kuepusha kwanza pale bata wako watakapoanza kuangua mayai ina maana watapata vifaranga, vile vifaranga pia viweze kukingwa na viroboto. Na kitu kingine hata bata wakubwa hawa nao wana changamoto ya kupata viroboto. Kwa hiyo utakapokuwa unapulizia dawa viroboto ina maana utawakinga na bata wako watakuwa katika mazingira yako ni mazuri. Kwani ni changamoto kubwa ambayo wafugaji wengi wa bata wanakutana nazo na bata wengi wanaathiriwa na viroboto kwa ajili ya shida kama hiyo. Na kitu kingine ndugu mtazamaji cha muhimu sana ili uweze kukuza mtaji wako wa bata lazima bata wako waweze kuwachanganyia chakula. Kuna mabaki ya vyakula ambavyo unakuwa unakula. Vile vyakula unavyokuwa unakula jitahidi vinavyokuwa vinabaki unatoa kama umekula maharage, umekula ubwabwa,
unachukua ule ubwabwa uliobakia unaweza kuzipa bata, unachanganyia chakula. Ukifanya hivyo itasaidia katika kutimiza malengo ya upanuzi wa mtaji, na maana utaanza na bata wachache na mwisho wa siku utakuwa na bata wengi. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, inatakiwa bata wako wakinga na waweze kupata joto. Mfano kama kifaranga unachokiona hicho ni kifaranga ambacho unakiona. Huyu mkulima wetu alikuwa na mtaji mdogo, lakini ameweza kutunza vifaranga na vifaranga vinakuwa. Ile vifaranga siri kubwa wa ukuaji wa vifaranga, maana bata wanapokuwa wanapotaga mayai, ina maana kuna kifaranga kinatoka. Kifaranga kama hicho kifaranga inabidi uweze kukilea ili kusudi baadaye kiweze kuwa bata kubwa na kuongeza mtaji wako. Kwa hiyo jinsi ya kulea kifaranga, inatakiwa uweze kujitahidi sana mazao yako ambayo ni kifaranga hicho kisiweze kupata joto, kwani vifaranga vingi vinakufa kwa sababu ya joto, yani vinakosa joto. Kwa hiyo kama utaweza kudhibiti changamoto kama hizo, basi vifaranga vyako vitakuwa katika mazingira yaliyokuwa ni mazuri. Na pia kitu kingine, bata pia huwa wanasumbuliwa na swala zima la minyoo. Maana angalia kama screen yako hapa, bata wanakula vizuri, iko bata moja na kifaranga vinakula. Ina maana minyoo ni jambo kubwa sana ambalo huwa linasababisha bata anakuwa ni mdumavu na bata na kushindwa kutimiza yale mambo ambayo wewe unayataka. Ina maana kutaga mayai vizuri na kuweza kukaa kwenye mayai na mayai yaweze kuanguliwa kwa wakati. Kwa hiyo utakuwa uweze kuweka ratiba ya kuzipa bata dawa za minyoo. Ina maana unapokuwa unazipa bata dawa za minyoo, inapelekea bata wako kutokuwa na minyoo na bata wako kuweza kukaa sehemu moja na kuweza kuwa na afya nzuri. Tazama katika skrini yako hiyo, unaona bata wa mkulima wetu ambaye yeye ameweza kuwalea katika mazingira hayo, na mpaka sasa naye ameanza na bata wachache, lakini mpaka leo tunapoongea hivi ana bata zaidi ya 100. Bata zaidi ya 100 amewapata kutoka katika mtaji mdogo wa bata wadogo aliokuwa nao. Kwa hiyo wewe ndugu mtazamaji, na wewe unaweza kuanza na mtaji wa bata ndogo na bata wako wakakua. Kwani kitu kingine cha faida kubwa ambacho kinasaidia katika ufugaji wa bata, kwamba bata huwa hawaathiriwi na magonjwa kama walivyokuwa kuku na wanyama wengine au ndege wengine, kwa sababu bata wenyewe huwa hawaathiriwi na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ina maana kwamba ukiweza kuzingatia tu yale mambo niliyosema awali, joto, ukaweza kuzingatia lishe, ukaweza kuzingatia dawa, basi bata wako watakuwa katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Na kitu kingine cha muhimu kabisa ndugu mtazamaji, ni usafi kwenye banda. Jitahidi sana kila siku asubuhi unaweza kusafishia banda lako liwe safi, kwani banda litakapokuwa safi pia linasaidia kutokupata maambukizi ya magonjwa. Na maana hewa itakuwa iko vizuri ndani ya banda, na pia hata bata wako watakuwa hawezi kupata hawezi wakapata magonjwa. Kwa hiyo utakapozingatia hayo yote, ina maana malengo yako yatatimia na utakuza mtaji wa bata wako. Kama utaanza na ufugaji wa bata 4, ina maana bata wako 4 wakitotoa watoto 10, ina maana utakuwa na bata 40. Wakitotoa mara 2 tayari una bata 80. Na hiyo yote inawezekana. Ndani ya miaka 3, ndugu mtazamaji, utakuwa una bata wengi ambao hata sehemu ya kuweka utakuwa hauna. Na yote yanawezekana kama utaendelea kufuatilia mafunzo yetu ambayo tunatoa na kuweza kuchukua hatua kwa vitendo, ili kusudi kuweza kufanikisha na kutimiza malengo. Kama unaangalia katika skrini yako hapo, bata anakula, na pia lazima aweze kutumia na maji. Anakula na anakunywa na maji. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Hauwezi kufuga bata bila kuwa na maji katika maeneo yako hayo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mambo yote yanawezekana. Kuanza na bata wachache na mwisho wa siku kuwa na bata wengi, kama utaweza kufuata hatua kwa hatua zote ambazo tumeweza kuelekeza. Kikubwa tu tukumbushie uweze kusubscribe na uweze kulike na comment. Tuandikie kwenye comment neno bata, ili kusudi tuweze kukutumia vitabu na maelekezo mbalimbali ambayo yanahusiana na ufugaji wa bata na hatua mbalimbali za kuweza kuchukua, ili kusudi bata wako waweze kuwa vizuri. Na uanze na bata wachache ukitegemea kuwa na uwezekano wa kupata bata wengi, na yote yanawezekana. Ila kumbuka kusubscribe pia, na tutakutumia kitabu ambacho kinahusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Yote hayo utapata faida na bata wako watakuwa
wataweza kuuza na kupata faida iliyokuwa kubwa. Tunashukuru sana. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri.